Hili ni jambo jema la kuigwa. Mimi sijawahi kuona hii katika nchi zetu za Afrika. Ni Tanzania ndio number 1. Sasa hii ndiyo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nchi ya amani, nchi isiyo na ubaguzi, nchi yenye uongozi thabiti kabisa wa mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, nchi ambayo tunahubiri umoja na amani. Eneo ni jiji la Arusha na hii imekuwa ni iftari ya Arusha kwa hisani ya ofisi ya mkuu wa mkoa wa Arusha Mheshimiwa Paul Makonda. Wakristo mlioko katika mwezi wa Kwaresima, mnaofunga Kwaresima, na ndugu zangu Waislamu mnaofunga mwezi wa Ramadhani, basi Daktari Samia anatamani tuendelee kuombea taifa, tuombee amani ya nchi yetu. Tumsihi Mungu atuepushe na magonjwa ya milipuko, lakini zaidi ya yote atupe mvua zenye baraka na tuendelee kuwa wamoja hata baada ya uchaguzi wa 2025. Ni iftari ya aina yake kwa mara ya kwanza katika ardhi ya Tanzania na pengine katika ukanda wa Afrika Mashariki, ambapo waumini wa madhehebu ya Kikristo na Waislamu zaidi ya 5,000 kwa pamoja wanakutana katika eneo moja na kufuturu iftari hii ambayo imetajwa kuwa kama ngazi au nyenzo muhimu ya umoja wa Wanaarusha. Ndio maana Waislamu nasema Rabbi takabali iwe kun fayakun. Kwa hiyo kuunganisha Wakristo na Waislamu kwa wakati mmoja, kwa kweli sisi kama Chama cha Mapinduzi, kama kamisa wetu tunasema ameitendea haki na nafasi yake yeye kuwa kamisa wetu wa Chama cha Mapinduzi, lakini anaitendea haki ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025. Hili ni tukio la kimfano, tukio la kuigwa. Unapoweza kukusanya watu wa aina tofauti 5,000 na kuendelea, inapaswa tuige kwenye matukio mengine ya kidini, ya kijamii, ya kimichezo na matukio mbalimbali. Kama mara mwisho hapa tulipokuwa na wiki ya wanawake, tuliona waliokuja sio wanawake tu, walikuja hata wanaume. Maana yake ni nini? Huo ndio umoja ambao tunapenda kuona na mshikamano wa Tanzania. Iende kama mbiu na harufu njema, iende mikoa yote ya Tanzania, lakini ivuke Afrika Mashariki, ivuke na Afrika nzima. Sababu ikiwa hivi tutakuwa na amani, hakutakuwa na vita, hakutakuwa na shida, lakini tutakuwa na kundi moja na mchungaji wetu mmoja ambaye ni Yesu Kristo na Mungu wetu ambaye ni Mungu mkuu. Hii ni Kadoshi TV, always on time.